Tunaendelea na Mheshimiwa Kavejuru Eliodori Felix, atafuatiwa na Mheshimiwa Janet Morris Masaburi na Mheshimiwa Muharam Shaban Kenge ajiandae. Kwanza ni kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa hii na mimi kuchangia kwenye bajeti hii ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Awali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu na kunifikisha siku ya leo na kusimama mbele ya bunge hili tukufu. La pili, nitoe pongezi na kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Makamu wa Rais Dr. Philipo Isidori Mpango kwa miradi mingi ambayo wametuletea katika wilaya yetu ya Buhigwe. Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, na wasaidizi wake wawili, Naibu Waziri Zainabu Katimba na Mheshimiwa Dr. Festo Dugage, tunawashukuru sana kwa ushirikiano na kwa miradi mingi ambayo mmetupa wilaya yetu ya Buhigwe. Na shukurani zingine za pekee nizifikishe kwa Mheshimiwa wa mkoa wetu wa Kigoma, Tobias Andengenye, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kusimamia miradi katika wilaya yetu ya Buhigwe. Na nichukue nafasi ya pekee kumshukuru mkuu wangu wa wilaya Kanari Michael Masara Ngayarina na ndugu Mbirinyi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa wilaya yetu ya Buhigwe kwa kusimamia miradi yote na kufanikiwa kukamilika. Hakika wilaya yetu ya Buhigwe tunasonga mbele, tunashukuru sana, na ninawashukuru watendaji wote walio katika wilaya yetu ya Buhigwe kwa mshikamano na utendaji mzuri wa kazi za ujenzi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kuchangia kwenye idara ya afya. Kwanza nichukue nafasi ya pekee kushukuru. Katika miaka hii mitano tumefanikiwa, serikali imetujengea vituo vitatu vya afya. Kituo cha afya cha Mwayaya, Kajana na Rusaba. Bado tuna vituo ambavyo hatujapata fedha, ambazo tunakata za kimkakati za Mkatanga, Muhinda, Kirerema, Kinazi na Mnyegera. Tunashukuru kwa miradi hii mitatu ya vituo vya afya ambayo imekamilika, na tunashukuru kwa ujenzi wa zahanati 7 ambazo zimekamilika. Huduma zimekwisha anza kutolewa, tumepata watumishi, tumepata madawa na vifaa tiba. Pamoja na hayo bado tuna changamoto, Mheshimiwa Mwenyekiti, na ninaomba Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa unisikilize na unisaidie. Kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Buhigwe hatuna kabisa, ndani ya wilaya yetu ya Buhigwe, pamoja na kupata vifaa tiba, hatuna wataalamu wa mionzi. Tuna x-ray na ultrasound hizi ambazo tumeletewa kwenye hospitali ya wilaya na kwenye vituo vitatu vipya vya afya, lakini hatuna hata mtaalamu hata mmoja. Kwa mfano, tuna x-ray 2 hospitali ya wilaya na kituo cha afya cha Mwayaya. Mpaka sasa hivi mpaka muda huu hatuna mtaalamu hata mmoja, na x-ray hii haitumiki. Tuna ultrasound 4 hospitali ya wilaya 1, kituo cha afya cha Janda 1, Munzeze 1, Muyama 1. Hatuna hata mtaalamu hata mmoja. Hizi ultrasound mpaka dakika hizi hazitumiki. Ninaomba kwa moyo wa dhati tupatiwe haraka sana wataalamu wa mionzi ili ultrasound na x-ray tulizozipata ziweze kutoa huduma katika wilaya yetu. Sambamba na hilo, tuna upungufu mkubwa sana nyumba za watumishi kwenye vituo vya afya na zahanati hizi 7 ambazo zimekamilika. Kwa ujumla tuna uhaba mkubwa sana wa watumishi kwenye afya na ustawi wa jamii. Tuna upungufu wa watumishi 476 katika ajira zitakazoendelea kutolewa.
tunaomba sana 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 kwa dhati na kwa moyo mmoja, mtuletee watumishi ili waweze kutoa huduma katika zahanati hizi zilizokamilika na vituo hivi vitatu vya afya vilivyokamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye idara ya elimu. Tunashukuru sana, tumepata miradi mikubwa, tumefanikiwa kujenga sekondari 7 ndani ya miaka hii mitano. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Tumepata fedha za ujenzi wa madarasa katika shule za msingi. Tunashukuru sana sana. Pamoja na mafanikio, bado tunazo changamoto, tunao upungufu wa watumishi idara ya elimu. Kwa ujumla, idara ya elimu ya awali na msingi tuna upungufu wa watumishi 1025, na kwa upande wa elimu ya sekondari tuna upungufu wa watumishi 119. Tunaomba kwa jicho la huruma tupatiwe watumishi wa idara ya elimu shule ya msingi na awali na sekondari ili waweze kuja kutoa huduma hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na hilo, wilaya yetu inayo changamoto ya kuwa na shule nyingi ambazo ni shule kongwe zinazohitaji ukarabati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba kwa moyo wa dhati kabisa shule zifuatazo ziangaliwe kwa jicho la huruma, zipatiwe fedha kwa ajili ya kukarabati. Ni shule ambazo zina umri zaidi ya miaka 50. Shule na zifuatazo zinahitaji ukarabati wa haraka: shule ya msingi Muhinda, Kibande, Nyamugari, Nyamasovu, Kitambuka, Nyakimwe, Msagara, Kirungu, Kibwigwa, Mwayaya, Nyaruboza, Songambele, Mbanga, Kajana, Mlera, Katundu. Tunahitaji fedha ya ukarabati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nihamie kwenye upande wa TARURA. Mheshimiwa Felix, muda wako umeisha. Tafadhali hitimisha. Ninakushukuru sana Mwenyekiti, ninaunga mkono hoja iliyoko mezani. Asante. Asante sana na kushukuru sana Mheshimiwa.